ujumbe wako kupitia YouTube channel yetu ya Bongo TZ FM. Ni kushukuru ambaye wewe tayari umeanza kushiriki Cheza Pesa, umetuma buku lako kwenda kwenye namba ya kampuni ambayo ni 321111. Hakikisha ya kwamba umeandika kumbukumbu namba ambayo ni 333 ama neno Bongo. Kiasi ni buku, na baada ya hapo kwenye ile chain ambayo inakwenda kutoa washindi saa 1 kamili utakuwa miongoni, kwa sababu utakuwa tayari umeshiriki. Swala la kushinda linabakia kuwa bahati, lakini ukishiriki mara nyingi pasi na shaka unakwenda kupata nafasi ya kuwa mshindi katika wale washindi ambao wanakwenda kujishindia. Bwana Lugendo, kwa kocha wa Simba tumtazame pia. Tangu amefika kwenye kikosi cha Simba na muda mrefu, na umemtazama namna ambavyo anafundisha, umemtazama nyuma pia alivyokuwa anafundisha kwenye baadhi ya timu ambazo alipita, ikiwemo timu ambayo ilikuja kucheza dhidi ya Simba. Alivyofika Simba, namna ambavyo anacheza, staili yake, falsafa zake, na namna ambavyo amekuwa, ni mwalimu wa aina gani kwenye kikosi cha Simba? Yes, no, of course alivyofika Simba kuna kitu cha tofauti kidogo alikuja nacho, tofauti na kile ambacho tulikiona kwenye display yake, na baada ya kuanza kuwafahamu na kuanza kuifuatilia Stellenbosch kipindi kile ilikuwa na tofauti. Unajua kipindi kile na Stellenbosch miongoni mwa sifa yake ya msingi alikuwa ni mtu mzuri kwenye kuzuia pia. Na timu yake pia ilikuwa sio timu ambayo inakupa display kama ya Mamelodi Sundowns, lakini ilikuwa inapokuja swala la kwamba wao wasifungwe, walikuwa wanafanikiwa. Nje tu zile mechi mbili za Simba ambazo walizicheza, baada ya pale tulipata rumor kupitia video za mechi zake za nyuma. Alikuwa ni mzuri sana kwenye kubadilika, kucheza kwa block ya chini ya kuzuia, na alikuwa anategemea zaidi mipira kutumia pembeni, wings na cross. Lakini alivyoenda Simba wakati mwanzoni alianza kucheza kulingana na kikosi alichonacho, na ndio maana umeona wakati ameingia mwanzoni hakuwa mzuri sana kusema kwamba atengeneze timu ambayo inacheza mfumo wa kuzuia zaidi na kutafuta mashambulizi kutumia kati, kwa sababu falsafa yake ya awali ni kuzuia then ya kushambulie kwa speed akitumia wings. Akawa hana watu, alipofanikiwa kuwapata kwenye kipindi cha dirisha dogo, kaibadilisha tena timu kuwa hivi ilivyo sasa hivi. Na ndio maana hata sasa mtaji bado wa Simba, pamoja na magoli mengi ambayo yanafungwa hivi karibuni, unaona setups zinatokea, lakini unaona sasa hivi baada ya kuwa ana uhakika wachezaji wake wa pembeni, ni kama vile anatumia mixing kwenye kiufundi. Watu ambao mmesomea coaching tutuambia vizuri ile mixing style, kwa sababu kuna muda unamuona anatumia zaidi pembeni na kuna muda unamuona anawatumia wachezaji katikati. Ndio maana unaona hata Elim Panzu sasa hivi akiwa Simba hatumiki zaidi, mara chache kumuona yuko deep pembeni, mara nyingi unamuona anakuja kati kidogo. Yani anakuwa kama inverted winger, yani anakuja pembeni, anaibia pembeni, lakini mara nyingi anatokea kati. Angalia hata magoli ambayo yamepatikana hivi karibuni ambao ameassist, ukiangalia hakuna ambao amecross akitokea pembeni mwishoni kabisa kama kinachobwedo anavyocheza. Maana anabadilika, anaingilia kati na anawaacha zaidi wakina Ura na Lebase ndio wabaki zaidi typical winger pembeni. Kwa hiyo ni kama vile kocha wa Simba kwa sasa hivi, juzi nilizungumza nikisema kwamba kwa asilimia sisopungua 70 au 60 kuna namna ameanza kujipata, kwa sababu ukiona coach kwenye mechi ana uwezo kubadilika akatokea pembeni na bado kuna muda akabadilisha mchezo akawa analazimisha kuingilia katikati, maana yake tayari timu yake kuna namna ana uwezo kuchange pattern within one game. Kwa hiyo ni coach ambaye cha kwanza sio muumini sana wa kupiga pasi nyingi back, yani back pass nyingi. Ni mtu ambaye anapenda zaidi kucheza direct football, akitegemea zaidi katikati na pembeni watengeneze zaidi kwa mipira ya speed. Na ndio maana ukiangalia sasa hivi magoli hata yale ambayo amefungwa kutokea nyuma, sio amepiga pasi 10 kufika golini. Hata juzi kati ulifungwa goli la Chama na Ura wanapiga pasi, zilipigwa pasi 4 au 5. Nadhani 5 hazikufika. Lakini walitokea nyuma kwenye zoni yao, ila pasi zilizopigwa ni chache kufika kwenye lango. Tafsiri yake kwamba sio kocha wa zile pasi za Barcelona enzi zile za tic-tac, yani unapiga pasi ya kwanza ya pili mnaenda kutengeneza goli. Ni mtu ambaye anategemea zaidi wachezaji wake wa safu ya ushambuliaji na viungo wa ushambuliaji wao ni watu wenye speed, zipigwe pasi ambazo ni transitional za haraka, waende wakatafute goli. Kitu ambacho kinamhitaji pia lazima uwe na wachezaji ambao ni quality players, kwa sababu kwenye transition ambazo zinategemea wachezaji wachache wapige pasi chache waende golini, kama mtu hawezi kukaa na mali, kama hawezi kuwa na mikimbio mizuri, maana yake timu pia haiwezi kupata nafasi ya kufanya build up za maana kuelekea kwenye lango. Tuna mzungumzia pia kocha wa Simba, nilitamani ugusie jambo moja. Kuna kitu ambacho mimi nakiona kwa kocha wa Simba, ni namna ambavyo
kwa kipindi kirefu Simba walikuwa hawatumii sana mawinga kwenye michezo yao ama kwenye timu yao, na mara nyingi sana Shomari Kapombe, Mohamed Hussein ndio walikuwa sehemu kubwa ya kutengeneza mipira ya cross na mambo mengi. Lakini sasa hivi kuna Mpanzu, kuna Libasege, kuna Aura, alafu bado Shomari Kapombe, bado Kibabage wanaenda kucheza kwenye zile mbavu na wanafanikiwa kucheza. Kuna nini ambacho Steven Baka amekitengeneza kwenye kikosi cha Simba mpaka Simba inaonekana kuwa bora kwenye hayo maeneo na inakuwa na wachezaji wengi wa aina moja kwenye hizo engo? Nafikiri kila mwalimu anakuwa na style yake ya kufundisha. Na kuna changamoto moja walimu wanakutana nayo. Unaweza ukaingia kwenye timu, style yako ya ufundishaji haiendani na aina ya wachezaji waliopo. Kwa hiyo sasa hapa inategemea umeingia kwenye timu wakati gani ambao mna uwezo kufanya usajili au haiwezekani. Ukiingia kwenye kipindi kama ambacho Steven Baka ameingia, maana yake alipata room ya kutoa ushauri wa kiufundi timu isajili wachezaji wenye sifa za namna gani. Ndiyo. Lakini ukifika kwenye kipindi ambacho umeingia amwezi kufanya usajili, maana yake mwalimu sasa anatakiwa kufanya kazi ya ziada. Wachezaji waliopo unakuta hawaendani na style yake ya kufundisha. Ama hawaendani na falsafa yake. Kwa anachotakiwa kukifanya hapo ni kudesign ama kutengeneza mfumo ambao utaendana na aina ya wachezaji alionao. Kwa mwalimu anaweza akatoka huko alikotoka anapenda kutumia 4-3-3. Aina ya wachezaji anaoingia kwenye ile timu anakuta hawana sifa za kucheza huo mfumo wa 4-3-3 ambao yeye anaupendelea. Kwa hiyo inambidi mwalimu aangalie wachezaji wake walivyo, aweze kuadapti, aanze kutengeneza mazingira ya kufanya mfumo uwe mzoefu kwa wachezaji. Sasa naye hapa anapana nafasi wachezaji wake waadapti. Kama utagundua Steve Baka alipoingia Simba dirisha dogo, alikutana na changamoto mojawapo, hakukuwa na wachezaji wa aina anaowataka yeye kwenye kikosi. Alikuta baadhi yao wanafiti kwenye mfumo ambao yeye anataka kutumia, lakini baadhi yao akaona hawafiti. Alafu baadaye akapewa baadhi ya wachezaji ambao waliendana na aina ya ufundishaji wake, akiwemo Libasege, Anise Teura, wale wote wachezaji wanaoendana na aina ya mpira ambao Steve Baka anafundisha. Akaongezewa Kibabage kwa sababu option aliyokuwa inaonekana anaitaka ilishindikana kutoka Afrika Kusini. Beki alikuwa anamtaka wa kushoto. Alafu ukija kwenye eneo la kiungo pakaongezwa Chama kwa sababu ana uwezo wa kufanya vitu vingi, yani Chama yuko flexible kufiti kwenye mifumo mingi. Hafiti mifumo yote lakini mingi anafiti kwa aina ya michezo ambayo Simba wanacheza. Lakini pia pakaongezeka eneo jingine la ushambuliaji, palihitajika mtu. Sasa hivi Simba ukitazama ilivyo, kuna mechi Selemani Mwalimu haanzi. Mwalimu ana opti kucheza na Mpanzu kama force number 9. Lakini sio kwamba namba 9 anaye Selemani Mwalimu anaweza kucheza kama mshambuliaji wa kati. Lakini sasa ana opti kucheza na force number 9. Kwa hiyo Steve Baka kwa mfano ukimzungumzia yeye Simba, kafika akakuta timu ina wachezaji ambao hawafiti kwenye mfumo wake, wengine wanafiti. Akarecommend, akapendekeza baadhi ya wachezaji, aina ya wachezaji gani anawahitaji, kapewa. Umeona sasa hivi kwenye msimu unaendelea, katengeneza mazingira ya kumfanya Mpanzu asitokee tena pembeni pase, sasa anatoka kama force number 9 katikati. Shavu moja akapewa Anise Teura, shavu moja akapewa Libasege. Selemani Mwalimu ni ngumu kutumika kwenye mechi ambazo Mpanzu anaaminika hapa yuko fiti anaweza kucheza. Kwa mfano mechi kubwa zote, nitakupa mfano mechi ya Simba na Yanga ya kule Amani ya fainali ya Muungano, kama mwenzangu ziko vizuri, Mwalimu alitokea benchi. Ndio. Mechi ya Meja Jenerali Samuyo pale Mwalimu pia hakuanza. Kwa nini? Kwa sababu Mwalimu aliangalia aina ya wachezaji alionao. Tactically, technically Mpanzu mzuri akitokea pembeni, anatumia miguu yote, lakini ana kasi. Akiangalia aina ya umaliziaji wake ni mzuri, anajua pia kutengeneza nafasi. Sasa anamuweka kwenye mizani Mpanzu na Mwalimu. Anaona okay, Selemani Mwalimu ana nguvu, ana hiki, lakini akiangalia vitu vingine vya Mpanzu, kasi, uwezo wa kupiga chenga, kutengeneza nafasi, kufunga, anaona huyu Eli Mpanzu
ni bora nimtumie kama false number 9 kuliko kuanza na Selemani Mwalimu. Huyu Mpanzo nikimtumia kama false number 9, kasi yake akienda na kurudi mara nyingi na mabeki atawachosha. Lakini akipata nafasi ya kutengeneza anatengeneza. Ndio alimpikia Chama goli bora la msimu. Ndio. Ukiangalia kimazingira, unaona Mwalimu anakuja kumuingiza Selemani Mwalimu wakati anaamini Mpanzo amefanya vitu vingi ambavyo angeanza na Mwalimu asingevipata. Kwa hiyo anajua Mpanzo anatengeneza, Mpanzo anafunga. Mwalimu specifically yuko pale kwa ajili ya kufunga. Kwa hiyo Mwalimu amebadilika kulingana na mazingira aliyokutana nayo. Amekutana na wachezaji ambao wanafiti kwenye falsafa zake, wengine hawafiti. Lakini sasa Mwalimu mzuri ndo hapo anapopimwa. Ana uwezo wa kuwa flexible, kubadilika kutoka kwenye falsafa yake akaama akaja kwenye matumizi ya rasilimali alizonazo. Takukumbusha mimi msimu wa mwaka 2020-2021. Si Yanga walikuwa na kocha mmoja alikuja hapa katikati ya msimu, alikuwa anaitwa Nasreddin Nabi. Ndio. Alikuta Yanga ipo kwenye kuungaunga. Yaani ndio ule msimu wa mwisho Yanga wanapitia mateso. Ile timu alikuta ina baadhi ya wachezaji ambao kiuhalisia walikuwa hawafiti kwenye mahitaji ya ushindani anaotaka Mwalimu, lakini pia na system yake ya kucheza. Kwa ndio maana msimu ulipoisha Yanga walifanya mabadiliko kwenye kikosi, wakaleta wachezaji wengi wa kalba juu, wakiwemo kina hawa kina Nikibangala, walikuja kina Maele, walikuja wachezaji wengi wenye quality kubwa, kwa sababu Mwalimu pale walimfidi aina ya wachezaji ambao wana uwezo wa kutengeneza upana wa kikosi. Na ndio maana Yanga walishangaa Faridi Musa alikuwa anatumika wakati mwingine kama wingback, anaweza akacheza kwenye Nabi anacheza na mabeki watatu, leo akijisikia Nabi anacheza na mabeki wanne. Ile tactical flexibility ya Nabi ilitokana na aina ya wachezaji aliyokuja kupewa baadaye. Lakini once alipoingia Yanga hakukuta rasilimali zile ambazo zingemruhusu yeye aamue leo nitacheza na mabeki watatu, kesho mabeki wanne. Hapana. Rasilimali alizonazo zilimlazimisha mwanzoni Yakuba Sonya acheze kama mshambuliaji wa kati. Alipoletewa kina Fisto kina Makamba akamwambia Yakuba Sonya tokea pembeni. Hapa waachie kuna watu wenyewe wenye kazi zao. Kwa hiyo uhalisia wa mpira ndio uko hivyo. Mwalimu anaweza akaingia akakuta wachezaji waliopo sio wanaoendana na falsafa yake. Sasa yeye ndo anatakiwa abadilishe system iweze kuwa favorable kwenda na wale wachezaji aliowakuta. Then ikitokea muda umepatikana na nasajiliwa wachezaji anaona wanafaa. Kwa hiyo ndio maana ninaamini mimi walimu ni watu ambao huwa wanakuwa na kazi ngumu sana. Ni vile watu wengi huwa tunafikiri mwalimu ajali akifungwa, ila wao huwa wanaumia kwa sababu kila kitu anachofanya kinatakiwa kilete impact immediately kwenye timu. Watu wanampima hapo. Hata huyu Steve Becker na Simba. Ukisema watu wanajisaulisha, ukipima Simba ile na Simba hii ya sasa. Ndio. Simba ya sasa imepiga hatua kuliko Simba ile aloikuta mzee. Ile Simba aloikuta ilikuwa na maajabu mengi. Sasa hivi kuna vitu vingi kabadilisha kwenye timu. Ndio. Yaani mpaka ameenda kwanza, unajua kwenye ligi ucheze na Yanga umfunge. Ni jambo gumu sana. Kwenye mpira wetu wa Tanzania. Yaani ucheze na Yanga na upate goli. Tena sio magoli yale ya kimakosa makosa, kwa sababu kuna magoli mengine yanatokea labda Jigidiala alitokea watu wamemtungua, sijui beki kachoma, sijui, lakini magoli ambayo Simba kamfunga Yanga kwenye mechi ya raundi ya pili, yale magoli kumfunga Yanga haikuwa rahisi. Ni ndio maana nakwambia Steve Becker kuna namna ametransform Simba kuwa hatari. Yaani Simba kwa mara ya kwanza msimu huu imeenda kupata goli 2 kwenye mechi dhidi ya Young Africans. Chukua hapo imepita muda gani? Simba hajafanikiwa kufunga goli 2. Mara ya mwisho anamfunga Yanga goli 2 ilikuwa Simba Kibdenis na Inonga. Baada ya hapo Simba hawajawahi kutia mguu kwa Yanga wakapata goli 2. Safari hii Yanga kafungana na Simba goli 2-2. Kwenye ligi yetu kwa aina ya ushindani uliopo ni ngumu sana Yanga kuruhusu goli, lakini Simba kafanikiwa. Na kama haitoshi, kwenye msimu huu Simba mechi zake zote za ligi alizocheza nyumbani hakuna mechi ambayo alifunga goli zaidi ya 3 akiwa nyumbani. Mechi ambazo ameshinda goli nyingi akiwa uwanja wa nyumbani Simba zote alikuwa anashinda goli 3-3. Juzi Beka kashinda goli 4. Na ulikuwa unaona kuna nafasi ambazo Simba wangetumia pengine wangefunga zile goli 4. Kwa hiyo walisia mwalimu kuna development ameingiza kwenye timu. Sawa, tunahamia kwa kocha mwingine kwa upande wa Azam FC ambaye ni